kaa muombe Mungu akupe mawazo ya changamoto za watu kwenye mitaa yako, kwenye jamii yako. Zile changamoto tulia, muombe Mungu akupe wisdom ya namna ya kuzitatua, then unanufaika. Yani sisi tunafanikiwa kwa kupitia watu, kupitia watu. Ndio maana ili mtu uweze kupata hela lazima ufanye biashara yoyote ile, yoyote ile, lazima ufanye biashara inayosaidia watu wengine. Uanzishe duka sijui la kuuza nini, lakini wale unaowauzia ni watu, sio mbwa, ni watu, sio paka. Watu ndio wanaokuja pale dukani kwako kununua wanachokinunua. Maana yake wewe umeweza kujua kuna watu wanahitaji huduma fulani na ukaiweka. Sasa wanapokuja kununua, wewe ndio unaanza kupata kipato. Kiufupi wote tunategemeana. Yes, ndio maana yake, lakini wote tunategemeana. Lazima wewe unayetaka kipato, na hapa nataka kuongea na watu wengi ambao wanalalamika hawana kazi. Yaani huu ujumbe ndio wa mtu yoyote ambaye anasema sina kazi, sina biashara. Maana yake ili uweze kuanza kupata hela, unapaswa kufikiria matatizo ya watu wengine. Ufikirie matatizo ya watu wengine ndio unaweza kupata hela. Lakini ukianza kufikiria matatizo yako, kwamba aisee mimi nataka kazi. Tena nataka kazi ambayo sio ya ndani. Tena nataka kazi ambayo labda mshahara wake ni mshahara fulani. Ushafeli. Umeshafeli. Unatakiwa uwaze hivi, katika jamii yangu watu wana mahitaji gani? Watu wana shida gani? Na mimi naweza kusaidia nini katika shida hii walionayo? Ukianzia hapo kuwaza watu wengine wana shida gani, wana matatizo gani, na wewe una uwezo gani katika kutatua hayo matatizo, that is where your money is. Hapo ndio pesa zako zilipo. Sasa hatuwazi hivyo, ndio maana tunakuja na machuki, mawivu kwa wale ambao wameweza kuangalia jamii zao zina shida gani, na tukaweza kuwa mchango, tukaweza kushiriki kutatua hizo changamoto, na tunapata hela kupitia huo mchakato wa kutatua hizo changamoto. Unapata wivu, unapata pressure,